Rais Donald Trump ametoa onyo lingine kwa Irani kuhusu kuvuruga usafirishaji kwa njia ya meli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Ikiwa Irani itafanya chochote kinachozuia usafirishaji wa mafuta ndani ya mlango wa bahari wa Hormuz, itashambuliwa na Marekani mara 20 zaidi kuliko ilivyoshambulia hadi kufikia sasa. Trump alisema katika ujumbe mtandaoni, takriban 20% ya mafuta duniani kupita kwenye mlango wa bahari huo, na vita hivyo vimepunguza sana safari za usafirishaji mafuta baharini na kusababisha bei ya mafuta duniani kupanda. Kama haitoshi, tutataja maeneo ya kuyalenga kwa urahisi na kuharibiwa kiasi kwamba itakuwa vigumu kwa Irani kujengwa tena. Kama taifa, vifo, matukio ya moto na adhabu vitatawala, lakini matumaini na kuomba kwamba isitokee, alisema. Bei ya mafuta yashuka baada ya Trump kuashiria kwamba vita vitaisha hivi karibuni. Wakati huo huo, bei ya mafuta duniani ilishuka mapema Jumanne asubuhi barani Asia. Bei ilishuka kwa takribani 8.5 kwa pipa la dola 92.50 sawa na euro 68.85. Mafuta yaliyouzwa Marekani pia yalishuka kwa takribani 9 hadi sasa dola 88.60 kwa pipa. Bei bado ziko juu kwa takribani 30% kuliko ilivyokuwa mwanzoni mwa mzozo. Kushuka huku kunafuatia matamshi ya Rais wa Marekani Donald Trump Jumatatu kwamba vita vitaisha hivi karibuni. Kikosi cha jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Irani yaani IRGC limejibu matamshi ya Trump kwamba vita nchini Irani vitaisha hivi karibuni, kikisema kwamba wao ndio watakaoamua kumalizika kwa vita Irani haituruhusu. Lita moja ya mafuta kusafirishwa nje ya eneo hilo ikiwa mashambulizi ya Marekani na Israel yataendelea, IRGC imesema kulingana na Reuters. Bei ya mafuta imekuwa ikibadilika kutokana na kuongezeka kwa mvutano kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz. Bei ya mafuta imekuwa ikibadilika kutokana na kuongezeka kwa mvutano kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni muhimu kwa soko la mafuta duniani, kwa karibu 1/5 ya mafuta duniani ikipita kwenye njia nyembamba ya maji.